Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha maombi. Karibu sana na ujisikie uko nyumbani mwa Mungu wetu. Na siku ya leo tutapata nafasi ya kwenda kufanya maombi ya kuvunja vikao vya adui. Maombi ya kuvunja vikao vya adui. Na andiko la msingi ambalo tutakalolisimamia katika maombi yetu linatoka kwenye kitabu kile cha Isaya ule mlango wa 54 na mstari ule wa 15. Kitabu cha Isaya ule mlango wa 54 na mstari ule wa 15, na maneno ya Mungu yanasema hivi: tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Kwa hiyo nataka uone hili neno, anasema tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Kwa hiyo kuna vikao ambavyo vinakusanyika si kwa shauri la Mungu, bali ni kwa shauri la adui. Nataka nikwambie kitu ambacho kitakusaidia. Adui anapotaka kupambana na maisha yako, huwa anaweka mipango, na mipango hiyo huwa anaipanga kwenye vikao. Yani kuna vikao vya kuzimu huwa vinaendeleaga kwa ajili ya vinapanga mipango kwa ajili ya kuharibu biashara za watu, kuharibu ndoa za watu, kuharibu afya za watu, kuharibu huduma za watu. Yani kuna vikao kabisa vya kuzimu vinainuliwa, yani vinakaaga kwa lengo la kukaa kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu. Kuna maisha ya watu wengi sana yameharibiwa na vikao vya adui. Adui amekaa vikao vya kuharibu ndoa, kuharibu mahusiano, kuharibu uchumba, kuharibu biashara, kuharibu kazi. Unashangaa kazini tu, kazi inavurugika, kazi inaisha. Ni nini? Kuna vikao vya adui vilivyokaa. Vimekaa kwa lengo la wewe ufukuzwe kazi. Kuna vikao vya adui vimekaa kwa lengo la wewe kuachana na mume wako au kuachana na mke wako. Kuna vikao vimekaa kwa lengo la wewe kuachana na mchumba wako wa kike au wa kiume. Yaani either ni mwanaume mchumba anataka kumwacha huyo binti, au ni binti anataka kumwacha mwanaume. Lakini kuna vikao vimekaliwa na adui kwa lengo la kufanyaje? La kuharibu hayo mahusiano. Kwa hiyo nataka nikuambie, kuna vikao huwa vinakaliwaga kabisa kwa lengo la kuharibu maisha ya mtu. Na leo nataka tukafanye maombi. Kila vikao vya kichawi vilivyokaa kuharibu maisha yako, hivyo vikao vikaharibiwe sasa, na kila mipango aliyoipanga juu ya maisha yako haitafanikiwa katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, anaweza kuharibu kila kilichokuwa kimepandikizwa juu ya maisha ya kwako. Na ukisoma kitabu kile cha Isaya pia ule mlango wa 8 mstari wa 10, anatuzungumzia pia habari ya vikao. Anasema fanyeni shauri pamoja, maanake kuna mashauri huwa wanashauriana. Fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Maanake kila shauri linalofanya litabatilika, halitasimama. Semeni neno, lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kwa hiyo anaona kuna mashauri na kuna vikao vinavyokaliwa. Kuna mashauri yanayesimamishwa, lakini Biblia inasema vitasimama. Kuna maneno yanayesemwa kwenye kikao kwamba huyu mtu tuhakikishe biashara yake imekufa, tuhakikishe ndoa yake imekufa. Mungu anasema hayo maneno hayatasimama kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini nataka nikuambie, hayo maneno hayatasimama endapo na wewe utafanya maombi ya kubatilisha hivyo vikao vya adui vinavyofanyika kila siku kwenye maisha ya kwako. Kila siku adui huwa anakaaga chini akiweka mpango mahususi wakitaka kuharibu maisha yako. Kwa hiyo na wewe kila siku ukipata nafasi ya kufanya haya maombi, hata kama unavyosikia haya maombi, yarudie kila siku kuyafanya. Kuna mahali utapata breakthrough. Maanake kama kuna mavikao ya siri, mavikao ya wazi au ya siri yanayokaliwa ili kuharibu maisha yako, Mungu huwa anaharibu hivyo vikao. Mungu anavisambaratisha. Viwe ni vikao vya ulimwengu wa roho, viwe ni vikao vya ulimwengu wa mwili. Nataka nikwambie, hivyo vikao vinavyoweza vikakaliwa vikaharibu maisha yako. Kwa hiyo fanya haya maombi ya kuvunja kila vikao vya adui. Vuruga vikao vya adui. Rusha kombora kwenye hivyo vikao, wachanganyikiwe. Tupa kombora hapo, wakimbie mpaka wakaanguke kuzimu ikiwezekana. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina yeye. Kwa hiyo vipo vikao ambavyo adui shetani anaweza kuvikaa, na hivyo vikao anavyoweza kuvikaa akaharibu maisha ya watu. Kuna maisha ya watu yameharibiwa kwa sababu ya vikao. Kuna ndoa za watu zimeharibiwa kwa sababu ya vikao. Kwa hiyo adui anaweza kuweka vikao kwa lengo la kuharibu maisha yako, kwa lengo la kuteketeza maisha yako, kwa lengo la kunyanyasa maisha yako. Kwa hiyo unaweza kaa kuna vikao vimekaliwa kwenye ulimwengu wa mwili kabisa,
Ofisini unaweza kaa kuna vikao vya chuki vilivyokaa kwa ajili ya kukuvuruga. Hivi vikao, anayefadhiligi hivi vikao ni adui. Ukiona watu wamekaa vikao vya kukusema vibaya, vikao vya kutaka wewe uharibikiwe kimaisha, vikao vya kutaka wewe uangamie kimaisha, nataka nikwambie mfadhili mkubwa wa hivi vikao ni Shetani. Kwa hiyo Shetani huwa anafadhili hivi vikao kwamba nendeni mkamseme, nendeni mkamharibie maisha. Kwa hiyo Shetani ndio huwa mfadhili mkuu. Kwa hiyo piga hivyo huyo mfadhili mkuu anayefadhili mavikao ya kishetani juu ya maisha yako, na huyo mfadhili ambaye ni Shetani aharibikiwe na kuchanganyikiwa. Kwa hiyo fanya haya maombi, utapata breakthrough. Mimi kuna kipindi fulani niliwahi kufanya haya maombi ya kuvunja vikao vya adui. Kuna watu walikuja wakasema, jana tulikuwa tumekaa bana tunakuongea na fulani akasema hivi na hivi. Wakaanza kutoboa siri za kambi, wakaanza kusema maneno yote waliokuwa wananisema. Kuna kipindi nilifanya haya maombi, nilikuwa sipo kabisa, nimesafiri nimeenda mkoa mwingine. Niliporudi mtu mmoja tu akanipigia simu, "Kwa wapi bwana?" Nikamwambia niko sehemu fulani. Akaniambia, "Mimi niko hapa. Naomba nikupe lift, kuna jambo nataka nizungumze nawe." Basi nikaingia kwenye gari lake, wakati tunaenda ndo akaanza kunipa siri. Akaanza kufunua vikao walivyovikaa juu yangu na mambo alikuwa naongea. "Bwana, juzi tulikuwa tunakusema na nini." Akajikuta ametoboa siri zote, afu baadaye akajishtukia. Akasema, "Lakini wewe ulikuwa tu ni utani bwana na nini." Lakini alifunua siri zake zote akaniambia vitu ambavyo walikuwa wamevipanga juu yangu. Kwa hiyo nataka nikwambie, kuna vikao huwa vinakaliwaga, vinakuzungumzia. Kuna vikao vinakaliwa, jina lako linajadiliwa kwa ubaya, kwa ubaya, kwa ubaya. Na kuna vingine ni vya kishirikina kabisa. Yaani washirikina na wachawi huwa wanapangaga vikao, na vikao vyao vinafanyikaga saa 6 usiku na saa 9. Hivi vikao vya wachawi huwa vinafanyika vikao saa 6, kwamba wanakuja wanakutana kwenye vikao saa 9, wanaingia rada saa 9, unakuta wako rada kabisa huko angani, wanakatiza au wanaenda kwenye nyumba za watu kufanya ulogi. Kwa hiyo wanakuja wanakaa, nasema kwamba leo tutaenda pale kwa fulani, tunataka tuende tukaharibu biashara yake. Tunataka tuende, nyie tunawatuma kwenye biashara, sisi tutaenda kwenye ndoa. Wewe ukifika pale nyumbani, wewe ingia kwenye chumba cha watoto, vuruga watoto. Sisi tutaenda kwenye chumba cha mume na mke, tutawavuruga. Au wewe utaenda utaenda kwenye miradi yake, utavuruga. Au wewe utaingia hata kwenye banda la kuku, utaharibu hata kuku, utaua. Yaani kuna vitu fulani tu adui anavikapangaga tu ili vilete uharibifu. Kwa hiyo kuna uharibifu fulani tunauona kwenye ulimwengu wa mwili, ni mipango kabisa iliyopangwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna mipango inapangwaga kwenye ulimwengu wa roho kuleta uharibifu kwenye maisha ya watu kiroho na kimwili. Kwa hiyo nataka tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi, kuharibu kila kikao cha kichawi. Kuna vikao vya kichawi na kuna vikao ambavyo sio vya kichawi, lakini ni watu tu wana nia mbaya ya kutaka kuona unaharibu maisha yako. Nataka nikwambie, kwenye Biblia Danieli walimkalia vikao vya fitina, maamiri na mawaziri na majemedari walikaa kikao cha kutaka Danieli atupwe kwenye tundu, nasema aangamizwe. Maanake kuna vikao vya kamati ya roho mbaya huwa vinakaaga kwa ajili ya kutaka kuona unaharibikiwa kazini, kutaka kuona unaharibikiwa kwenye biashara yako, kutaka kuona unaharibikiwa kwenye ndoa, kutaka kuona watoto wako wanaharibika. Kwa hiyo kuna mavikao ya namna hiyo, ya sampuli hiyo huwa yanafanyika. Na mimi nataka tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Na kabla tujapata nafasi ya kwenda kuomba, nataka niseme na wewe ambaye hujampa Yesu maisha yako. Leo hii mpe Yesu maisha yako, kwa sababu vikao vya sampuli hivi vinavyofanyika vitakuangamiza, kwa sababu hauna kinga yoyote ya Mungu ndani yako. Lakini leo unapompa Yesu maisha yako, unapookoka, unapomkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nakwambia hivi vikao vinavyofanyika juu yako havitafanikiwa. Na mimi nataka nikwambie, Mungu atakupa ushindi kwa sababu uko upande wake na sio kwa sababu hauko upande wake. Kwa hiyo kama hauko upande wa Mungu, manake haujaokoka, ni ngumu sana Mungu kukupa ushindi. Ni kwa sababu wewe sio upande wake. Manake adui ana uwezo wa kukukamata na kukunyanyasa na kukutesa kwa sababu hauko upande wa Mungu. Na hata kama uko upande wa Mungu ukilegalega, adui anaweza kuingia na kukuvuruga. Kwa hiyo hebu mpe Yesu maisha yako siku ya leo. Rudia sala hii ambayo ninaisema. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Tangu leo nimekukubali wewe Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mimi nimemkataa shetani na mipango yake na kazi zake zote na vikao vyake vyote kuanzia leo, kwamba wewe Yesu ndiye mchungaji wa maisha yangu. Wewe Yesu ndiye kiongozi wa maisha yangu. Usiniache wala usinipungukie tangu sasa na hata milele. Na kuanzia leo mimi na nyumba yangu tutakutumikia wewe Mungu siku zote za maisha yetu. Amen. Kwa sala hiyo umekwisha kuokoka, na kama umekwisha kuokoka, jitunze, usitende tena dhambi, tembea tena ndani yake Kristo, na Mungu atakusaidia na Mungu atakuokoa.
na Mungu atakutetea. Basi nataka tuende mbele za Mungu kwa maombi ya toba kidogo kabla tujafanya maombi ya kuvuruga sasa hivyo vikao vya adui. Yamkini kuna mahali ulilegalega, shetani akapata nafasi. Yamkini kuna mahali ulifungua mlango, adui akapenya, akaanza kuleta, akakaa hivyo vikao vya kuharibu maisha yako. Yamkini kuna maisha yako yameharibika kwa sababu hukujua kwamba adui alikaa vikao vya kuharibu maisha yako. Leo tuende mbele za Mungu kwa toba, alafu baada ya hapo tutamvuruga sasa shetani. Atapigwa mpaka akimbie nchi. Atatoroka nchi na kuhakikishia kwa jina la Yesu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mfalme wa mbingu na nchi, nasimama tena mbele zako nikiomba toba, nikiomba rehema, nikiomba masamaha katikati ya ghadhabu. Kumbuka toba katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema katikati ya ghadhabu, kumbuka masamaha. Ninaomba toba kwa ajili yangu, ninaomba toba kwa ajili ya mtoto wako anayenisikiliza na kunifuatilia mahali popote ulimwenguni. Bwana umrehemu, Bwana umsamehe, Bwana umtakase. Ninaomba toba kwa ajili yake. Yamkini Mungu kuna mlango aliufungua, shetani akapata mpenyo, akapata nafasi, akaingia na kuvuruga na kuharibu maisha ya kwake. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, katikati ya ghadhabu yako Mungu kumbuka toba, katikati ya ghadhabu yako Mungu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu yako Mungu kumbuka masamaha. Wewe ni Mungu wa neema na rehema, wewe ni Mungu wa masamaha, wewe ni Mungu ketie mahali pasiri palipoinuka. Wewe ni Mungu unayerehemu uovu, makosa na dhambi. Baba, ninasimama mbele zako sasa nikiomba toba, ninasimama mbele zako Baba nikiomba rehema, ninasimama mbele zako Baba nikiomba masamaha. Katikati ya ghadhabu kumbuka toba, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu kumbuka masamaha, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu unayerehemu, wewe ni Mungu unayesamehe, wewe ni Mungu unayetakasa. Ninatubu kwa ajili ya mtoto wako, ninatubu kwa ajili ya watoto wako Bwana, popote pale mahali ambapo Mungu wamefungua mlango, shetani akapenya na kuingia kwenye maisha ya kwao, akavuruga maisha yao, akavuruga maisha yao. Bwana wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa falme, wewe ni El Shaddai, wewe ni Eligibo, wewe ni Adonai, wewe ni Shama manda kadadadada zovezonda zambi bibibibibibibi shkavezoya mazandu kibabababadazia relevezando babakanda rabakorobokosira rakisavilezando babadianderebosorovezovia zamba babababababa shkavezonda masatakavazanda rabakibabababashokuzavezonda. Katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa utukufu, Baba milele, ninakuja mbele zako sasa katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu ketia mahali pasiri palipoinuka. Nimesimama kwenye madhabahu yako nikiwa nimebeba damu ya Yesu. Nimesimama kwenye madhabahu yako nikiwa nimebeba damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba juu ya mlango uliofunguliwa Bwana. Ukampa shetani nafasi na uhalali wa kuleta uharibifu kwenye maisha ya huyu mtoto wako na mtumishi wako anayenisikiliza. Yamkini Mungu alilala akaacha kuomba. Yamkini Bwana alifungua mlango wenyewe kwa kumruhusu shetani kuingia kwenye maisha yake na kuharibu maisha yake. Yamkini hakusimama kwenye zamu yake, shetani akapata uhalali wa kuharibu maisha yake. Baba, nimesimama mbele zako nimeomba toba. Baba, nimesimama mbele zako nimeomba rehema. Baba, nimesimama mbele zako nimeomba msamaha katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa utukufu, Baba milele, nimesimama kwenye madhabahu ya kwako nikiwa nimeibeba damu ya Yesu Kristo, nikiwa nimeibeba damu ya mwana kondoo. Nimesimama mbele zako Bwana nikiomba toba. Nimesimama mbele zako Bwana nikiomba rehema. Nimesimama mbele zako Bwana nikiomba masamaha. Katikati ya ghadhabu yako kumbuka toba Bwana. Katikati ya ghadhabu yako kumbuka rehema Bwana. Katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mungu wa utukufu, Baba milele, nasimama mbele zako sasa. Ninaenda kinyume na kila vikao vilivyokuwa vimekaa. Ninaenda kinyume na vikao vya kichawi. Ninaenda kinyume na vikao vya kiganga. Ninavunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatupa kombora la moto sasa kwenye hivyo vikao. Ninawatawanya wachawi na waganga waliosimama kinyume na maisha yangu. Ninawatawanya wachawi na waganga waliosimama kinyume na msikilizaji anayenisikiliza na kunifuatilia. Ninawatawanya wachawi na waganga waliokaa kwa ajili ya kupanga mipango ya kuharibu biashara na ndoa. Ninavunja kwa jina la Yesu Kristo hivyo vikao na kuvisambaratisha kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila kikao cha kuzimu kilichopangwa kwa ajili ya kuharibu maisha ya watoto wa Mungu, na sambaratisha hicho kikao kwa damu ya Yesu. Na sambaratisha hicho kikao kwa jina la Yesu. Na sambaratisha hicho kikao kwa damu ya Yesu Kristo. Na vuruga hivyo vikao kuanzia sasa. Napeleka roho ya kuchanganyikiwa. Natupa roho ya kuchanganyikiwa juu ya hao wachawi na waganga. Waanze kuchanganyikiwa kwa ghafla, wakimbie na kuondoka kwenye hivyo vikao. Na wasambaratisha kwa jina la Yesu. Natupa mlipuko mkubwa kama nyuklia kuanzia
kuanzia sasa. Wewe Mungu uliyetupa maviberiti ya moto kutoka mbinguni, tupa maviberiti ya moto kwenye kambi za wachawi na waganga, wapindue na kuwasambaratisha. Ndio wanaungua na kuanguka sasa, na kila vikao walivyopanga vya fitina na kila mipango walioipanga juu ya maisha yako, natangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, mipango mibaya walioipanga, mipango ya kuharibu watoto wako, mipango ya kuharibu ndoa yako, mipango ya kuharibu biashara yako, mipango ya kuharibu uchumi wako, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila mpango wa ibilisi unaharibiwa, kila mpango wa kichawi unaharibiwa, kila mpango wa kiganga unaharibiwa. Hizo madhabahu zinavunjwa, hao wachawi wanapigwa na kuchanganyikiwa. Watu wote waliosimama mbele yako haraka, waliokaa vikao kwa ajili ya kuharibu maisha yako, ikiwa niko ofisini kwako, wamekaa vikao kwa ajili ya kukuharibu, Mungu na wasambaratishe kuanzia sasa. Vikao vyote vilivyokaliwa kwenye hiyo ofisi kwa ajili ya kuharibu maisha yako, kwa ajili ya kuharibu uchumi wako, kwa ajili ya kuharibu hatima yako, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila kikao cha kichawi kinaharibiwa, kila kikao cha kiganga kinaharibiwa. Maneno yote wanayoinua juu yako hatafanikiwa, maana neno la Mungu linasema yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Wote watakao kusanyana wataanguka. Natangaza anguko kubwa juu ya wachawi na waganga. Natangaza anguko kubwa juu ya watu waliokaa ofisini kwako ambao wanakufanyia vikao vya siri vya kutaka kukuangusha. Natangaza yeyote amekaa kikao cha wazi na cha siri ili akuangushe, Mungu na muangushe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Waangushe kuanzia sasa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na wasiinuke milele. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, wale wanainuka kinyume na wewe Mungu waangushe na wasisimame tena milele katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Relevezando kibaba baba baba zovezonda zamba baba baba yandara bakoro bosoro vezovya masata kavazonda kimoda mantu baba diandere bosoro vezovya rapiki papi 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 zanda bosoro vezovya maseta vazonda babadia nderebo solo vezovia ropo popo savia mazamba baba boska rapiki parala savia zamba baba ushka vezonda babadia nderebo solo vezovia maseta kavazonda kibaba shoko za vezonda rali vizando babadia nderebo solo vezovia mazamba baba bashka yanda rabasili vizonda babadia nderebo solo vezovia reke pepe so vezonda babadia nderebo sovia zeba baba kanda rabasili vizovia vya mazamba baba handa rabosia rapeke pape para salavazanda zamba baba yanda raba korobo solo vezovia ralivizando baba diande rabo solo vezovia. Kila vikao vilivyopangwa kwa ajili ya watoto wako kuharibu elimu, kuharibu future za watoto wako, na vunja hayo mavikao kwa jina la Yesu Kristo, na sambaratisha na angusha kila vikao vilivyokaliwa kinyume na adui shetani alivyoviweka kinyume na watoto wako, na sambaratisha hivyo vikao kwa jina la Yesu, na pindua hivyo vikao kwa damu ya Yesu Kristo. Napeleka moto wa Mungu, na tupa gharika ya moto na kushambulia wachawi na waganga, na watia wazimu na kichaa, na watia wenda wazimu haraka wachawi wote sikia wengine, na wakamata na walisha vinyese kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, na waburuza na kuangusha wachawi na waganga wote mliosimama kwa ajili ya kunyanyasa na kutesha maisha ya watu. Vikao vyote mlivyokaa kwa ajili ya kunyanyasa hawa watoto, vikao vyote mlivyokaa kwa ajili ya kuharibu elimu ya hawa watoto wa hii familia, na vunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia mama, achia watoto wake. Natangaza kwa jina la Yesu watoto wake wanafunguliwa. Natangaza kwa jina la Yesu elimu ya familia inaachiliwa. Hayo maroho yaliyokuwa yamekamata elimu, hayo maroho yaliyokuwa yamekukamata usisome, na yavunja kwa jina la Yesu. Kila kikao kilichokuwa kimepangwa kwamba hautasoma, hautafika chuo kikuu, nimeharibu hicho kikao, nimekiangamiza hicho kikao, nimepeleka gharika ya moto huko kuzimu. Ninaamrisha wachawi wachanganyikiwe ghafla, naamrisha wapigwe shetani na mawakala wake. Tandikwa malaika wa vita, vamia kuzimu yote, buruza, kamata, gongesha vichwa vyao kwenye miamba, pasua haraka, piga, buruza, shambulia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hakuna kuangalia macho yao wala pua yao, vunja bila kuangalia, piga bila kusikiliza vilio vyao. Malaika wa vita, vamia, ingia kwenye kambi zao, kamata shetani, funga, toboa macho, pindua, katakata miguu yake, shambulia, piga kwa jina la Yesu Kristo, yeye na mawakala wake. Reklevezonda babadia ndere solo vezovia mazamba baba baska vezoya masata kavazonda babadia ndere solo vezovia rapiki parasavia mazamba baba baska vezoya. Yoyote aliyesimama kinyume na maisha yako anaangushwa. Yoyote aliyesimama kinyume na uchumi wako anaangushwa. Yoyote aliyekuwa ameweka kikao kinyume na uchumi wako anaangushwa. Ninaenda kinyume na hayo maroho yalikuwa
wamekamata biashara, ninavunja maroho yaliyekuwa wamekamata biashara. Nyie mlikuwa mmepanga kuua hiyo biashara, nyie mlikuwa mmepanga kuleta hasara kwenye biashara hiyo, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, huo mpango wa hasara nimeupangua, huo mpango wa kufilisi biashara nimeupangua, huo mpango wa kufunga hiyo biashara nimeupangua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jambo hilo halitasimama wala litakuwa, mpango huo hautasimama wala utakuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Huo mpango uliokuwa umepangwa wa kuharibu biashara yako, nimevunja maroho yaliyokuwa yamesimama kukamata biashara, yananyukwa na kuangushwa chini, yanapigwa na kutupwa chini haraka, yanaburuzwa kwa jina la Yesu Kristo, yanasambaratishwa kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kila mpango wa ibilisi, kila mpango wa kichawi, kila mpango wa kiganga, kila mpango wa mapepo, kila mpango wa majini, maseva vazonda badia nderebo solo vezovya rapa karaba santa baba kanda rabo solo vezovya masata kavazonda babadia nderebo solo vezovya zamba baba 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 shikavezoya zamba baba baba yanderebo korobo solo vezovya rapeke pararasovya mazamba baba baba boshka vezoya zambi bibi 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 yandereba korobo solo vezovya repeke sete vezonda babadia nderebo solo vezovya zamba baba 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 shita mazo vezonda zambi bibi 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 skovezonda babadia nderebo solo vezovya katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ninavunja kwa jina la Yesu Kristo na kusambaratisha kila vikao vya kuzimu vilivyokaa kuharibu ndoa. Ninaingia kwenye hiyo ndoa haraka, hivyo vikao vya kuzimu vilivyokaa na kurusha roho za mafarakano kwenye ndoa. Ninavunja kila mafarakano yaliyoinuliwa na mwanaume na mwanamke. Kila roho ya mafarakano inakamata na ivunja kuanzia sasa na kuamuru chomoka cha hiyo ndoa kwa damu ya Yesu Kristo. Pigwa, anguka chini kuanzia sasa, wewe roho ya mafarakano, na kusambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, na kusambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo. Relevezanda babania nderebo solo vezovya mazamba baba babaska relevezenda raba korobo zoro vozovya mazambi bibi zavya relevizando rapepepepepepe sovezonda zambi bibi zavezonda babadia nderebo solo vezovya reke pasata pazovya mazamba bababoshka yesalavazanda babadia nderebo solo vezovya repepepepepe solo vezanda babadia nderebo sovya. Hivyo vikao vinaharibiwa na kuangushwa, hivyo vikao vinasambaratishwa kwa jina la Yesu. Kila mpango uliokuwa umepangwa, mipango ya kukufilisi, mipango ya kukufanya wewe maskini, mipango iliyopangwa kukuzuia wewe usifanikiwe na usiendelee, wewe na nyumba yako na mafanikio yako, mipango iliyopangwa juu ya elimu yako, inasambaratika kwa jina la Yesu, inaanguka kwa jina la Yesu. Vikao vyote vilivyokaa leo na visambaratisha, natupa mlipuko na kuanzia sasa na mwaga volcano ya moto kwenye hivyo vikao, na wasambaratisha wachawi ya haraka na kuwatia kwenye volcano ya moto na kuwageuza jivu kabisa katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Relevezanda babadia nderebo solo vezovya zamba baba shikavezonda masata kavazonda babadia nderebo solo vezovya rapiki pararasavya mazamba baba baska yanda raba korobo solo vezovya zamba baba yanda raba korobo kosira rika raba sanda raba korobo solo vezovya mesata kavazonda babadia nderebo sovya moska pararasavya mazamba baba baska yes alavazanda babadia nderebo solo vezovya ropo popo korobo santa baba kanda rabosia meska pararasavya mazamba baba boska yes alavazanda babadia nderebo solo vezovya ropo korobo santa baba boshka vezoya meseta vazanda kibaba shoko za vizonda. Kila kikao kinaharibiwa katika jina la Yesu, kila mpango unaharibiwa katika damu ya Yesu. Vikao vyote vilivyokaa juu ya maisha yako, vikao vinavyopanga kuharibu maisha yako, vikao vya wazi na vasiri, vikao vya marafiki zako ambao wamejifanya ni marafiki lakini ni maadui, Mungu na wasambaratishe kwa jina la Yesu, na asambaratishe mipango yao waliopanga juu yako, na vikao vyao walivyokaa juu yako vinaharibiwa katika jina la Yesu, vinaharibiwa katika damu ya Yesu Kristo. Mesata mazova mazonda babadia releveke pepe sovezonda mosata kaparala savya mazamba baba boshka yesala baba yanderebo solo vezovya mosita parala savya mazando kibaba shoko mekiria la bazanda rabakorobo koserereroza resete baba shete vazonda zamba baba yanderebo solo vezovya moseta kavazando kibaba shoko zambezonda meska parala savya mazamba baba boshka kerele vizanda rabasiri ya zanda rabakorobo kosira. Ninavunja na kusambaratisha hivyo vikao kuanzia sasa katika jina la Yesu. Ninatupa mlipuko sio kawaida, ninatupa bomu lisilo la kawaida, ninatupa kimbunga kisicho cha kawaida, ninasambaratisha kila vikao vilivyokaa kwa ajili ya kuharibu afya yako. Haraka hivyo vikao vinasambaratishwa, haraka hivyo vikao vinaangushwa. Ninapiga na kusambaratisha kwa jina la Yesu, ninashambulia kwa kasi ya damu ya Yesu, ninaingia kwenye hivyo vikao haraka, ninatupa tindikali
tindikali kwenye hicho kikao, ninawasambaratisha kwa tindikali kutoka mbinguni, ninawaharibu kuanzia sasa. Rakarabasanta babakanda rabasolovezovya zamba baba yanda rabakorobasolovezovya masata kavazonda babaliande rabasolovezovya. Ninang'oa radi na kitupa hapo na kimbunga, ninang'oa vimbunga, ninawachanganya kwenye vimbunga na waburuza na kuwatupa mbali katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Malaika wa vita, ingia kazini, shambulia kila vikao vilivyoinuliwa juu ya mtoto wa Mungu, kila vikao vilivyoinuliwa juu ya huyu anayenisikiliza na kunifuatilia, vikao vyote vibaya vilivyokaliwa, vikao vyote na mipango yote mibaya iliyokaliwa, natangaza kwa jina la Yesu inaharibiwa, natangaza kwa damu ya Yesu inaharibiwa. Raprozevya mazamba bababababazavya, vikao vya mauti walivyopanga kwa ajili ya kutaka kuleta mauti juu yako, na vipangwa hivyo vikao vya mauti, na pangwa hivyo vikao vya mauti juu yako na juu ya mke wako na watoto wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Napiga waganga na waliosababisha, wanaoinua vikao vya mauti, relevezanda rabakorobosolovezovya, vikao vinavyokaliwa vinavyotaka kukuua, na visambaratisha hivyo vikao, vikao vinavyoinuliwa kazini kwako ili wewe ufukuzwe kazi, ili wewe uharibu kazi kwa jina la Yesu. Hivyo vikao ninavivamia, napiga kombora kuanzia sasa, na sambaratisha na amuru roho ya kuchanganyikiwa juu ya hao waliosababisha vikao, hao wanaotaka kusababisha vikao wewe uondoke kazini, na tupa kuchanganyikiwa juu yao, haraka wakimbie na wakajisalimishe haraka, na waje kupiga magoti na kuomba msamaha. Malaika wakamate huko waliko, haraka waburuze. Piga sasa mpaka waje kuomba msamaha. Buruza, piga, buruza, shambulia, 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 shambulia. Nafungulia malaika wa Bwana kama nyuki, haraka kamata, buruza, ng'ata, pindua, piga, shambulia, piga bila kuangalia sura zao kuanzia sasa. Buruza, 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 angusha, bomoa, angusha, bomoa, angusha, bomoa, angusha, bomoa. Kila ngome iliyosimama inaangushwa, kila madhabahu iliyosimama inaangushwa, kila ushirikina uliosimama unaangushwa, vikao vyote vinavyoendelea vinaanguka, ikiwa ni ofisini kwako vinaanguka, vikao juu ya huduma ya kwako, vikao juu ya karama ya kwako, vikao juu ya biashara ya kwako, hivyo vikao vinasambaratishwa, hivyo vikao vinaangushwa, hivyo vikao vinasambaratishwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kikao chochote kilichosimama, iwe ni kwenye maisha ya kwangu, iwe ni kwenye maisha huyu anayenisikiliza, na kivunja kwa jina la Yesu. Mipango ya wazi na siri na iharibu kwa jina la Yesu, na vunja kwa jina la Yesu, naangusha. Mapepo, sikia neno la Bwana, wachawi, sikia neno la Bwana. Vikao vyenu mlivyokaa hamtafanikiwa, mipango yenu mliokaa hamtafanikiwa. Nimetangaza kwa jina la Yesu Kristo, hivyo vikao hakika havitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu yu upande wetu, maana Mungu yu pamoja na sisi. Hakuna kikao kitakachofanikiwa, hakuna uchawi utakaofanikiwa, hakuna uganga utakaofanikiwa, hakuna majini yatakayofanikiwa, hakuna mapepo yatakayofanikiwa. Maroho ya kuzimu yanapigwa, maroho ya kitabu yanapigwa, vikao vyao vitafanikiwa, mipango yao itafanikiwa. Nimesambaratisha, nimepindua, nimevamia kuanzia sasa katika ulimwengu wa roho, vikao vilivyoinuliwa juu ya hiyo familia, mipango iliyoinuliwa juu ya familia, vikao vilivyoinuliwa juu ya ujenzi wa nyumba yako, vikao vilivyoinuliwa juu ya biashara yako, juu ya ujenzi wa nyumba, kwamba hiyo nyumba itakamilika. Nimevunja vikao hivyo vya siri kwa jina la Yesu Kristo, na nimetoa tamko la kinabii sasa. Yeyote anayejenga ambaye amezuiliwa, kikao kilichokaa juu yake nimekiharibu, na nimetangaza hiyo nyumba itaendelea, nimetangaza ndoa yako itaendelea, nimetangaza biashara yako itafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Nimetoa tangazo la kinabii kuanzia sasa, maisha ya kwako yatafanikiwa katika jina la Yesu, maana neno la Mungu linasema yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu, na wote watakao kusanyana Mungu atawaangusha, maana Bwana yu pamoja na sisi. Nimetangaza katika ulimwengu wa roho, na neno la Mungu linasema sawa sana Warumi 8:37, katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunatangaza ushindi juu ya hizo vikao, kwamba vitafanikiwa, kwamba vitakuwa. Tumepindua meza zao, tumeharibu meza zao, tumeharibu vikao vyao kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nimefungua maisha ya kwako wewe unayenisikiliza na kuifuatilia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, relevezanda kimamudu vazavazanda, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa utukufu, Baba milele, nimesimama mbele zako sasa, nimetangaza uzima, nimetangaza baraka, nimetangaza neema, nimefungua maisha ya huyu anayenisikiliza na kunifuatilia mahali, na nimetangaza kila kikao kilichofanyika kwa wazi na siri hakitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na Mungu Mwenyezi, nimesimama mbele zako sasa nikitangaza kuanzia sasa ushindi juu ya mtu huyu anayenisikiliza na kunifuatilia popote pale alipo. Huyu baba nimemtangazia ushindi, huyu mama nimemtangazia ushindi, huyu kijana nimemtangazia ushindi, huyu mwanamke nimemtangazia ushindi, na wanawake wachawi nimewapiga paralyzation na kuangusha chini kuanzia sasa, na vikao vyote walikuwa wamekaa vibaya juu ya maisha yako havitafanikiwa. Wanaume wachawi nimewapindua na kuwaharibu kwa jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nimetangaza uzima, nimetangaza baraka, nimetangaza neema na nimetangaza kibali. Sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani na mamlaka zina wewe Mungu wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana Mungu wetu na milele na milele.
Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia katika maombi yetu. Sasa ni saa ya kwenda kutoa sadaka. Sadaka yako ni muhimu kwa ajili ya kipindi hichi. Sadaka yako ni muhimu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Nataka nikwambie, kwa kupitia sadaka yako na maombi uliyofanya, hili ni agano ambalo umeingia na Mungu kupitia haya maombi na sadaka, kwamba hakuna kikao kitakachofanyika juu yako, na kama kimefanyika na kitakachofanyika hakitafanikiwa, na Mungu atakupa ushindi katika mambo yote. Na kama hauna sadaka, usiache kushare hii link na kusubscribe kwa watu hata 30 mpaka 40. Fanya hivyo, rusha kwenye magrupu mbalimbali, tumia watu wa share na kulike na kusubscribe. Hiyo ni sadaka yako mbele za Mungu, na kwa kufanya hivyo Mungu wa mbinguni atakubariki sana, atakuinua sana na atakutukuza sana. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Saa imekwisha kufika, Mungu Mwenyezi, wako tayari kukutolea sadaka. Bwana, wale waliokwisha kujiandaa kutoa sadaka, pokea sadaka zao, pokea fedha zao Mungu wanazozitoa, zikubali. Pokea mali zao wanazozitoa, zikubali Mungu na uzitakabali kutoka makazi yako matakatifu mbinguni. Kwa kupitia sadaka hiyo Bwana, tumeharibu kila vikao vya kichawi, vya kiganga, vya mapepo, vya majini, vikao vinavyoendelea kwenye ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Tumeviharibu kwa jina la Yesu. Havitasimama wala havitakuwa, katika damu ya Yesu na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na Mungu Mwenyezi, usimame, watetee, wapiganie katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakubali hata wale ambao wanatoa sadaka yao kwa ajili ya linki. Mungu, hiyo ni sadaka ya thamani mbele zako. Pokea sadaka, kwa sababu wanaeneza ufalme wako, wanaeneza habari njema za kwako Bwana, kupitia hiyo linki wanaenda kuishare kwa watu mbalimbali. Mungu Mwenyezi, ninakuomba Bwana wa mbinguni, usinyamaze katika jina la Yesu Kristo. Pokea sadaka ya huyu anayeshare linki hiyo kwa watu mbalimbali katika jina la Yesu. Umbariki Mungu Mwenyezi, na kuanzia sasa kupitia sadaka hiyo anaitoa, tumetangaza kuanzia sasa hakuna kikao kitakachofanyika juu yake kikafanikiwa, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na Bwana Mungu awabariki wote na kuwalinda, amwangazie nuru za uso wake na kuwafadhili, awainulie uso wake na kuwapa amani, tangu sasa hata milele. Nimetangaza baraka, nimetangaza ushindi, nimetangaza kibali, nimetangaza neema, nimetangaza kufanikiwa katika maisha ya kwenu. Na Mungu Mwenyezi awabarikie tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana na kukutunza na kukufanikisha, na kila utakachokifanya ufanikiwe. Mungu akutunze, akuinue, akubariki sana. Tutaonana tena siku nyingine ya kesho. Ubarikiwe sana. Asante sana. Tutaonana tena.